ukanda wa Gaza. Falconer ameliambia bunge la nchi hiyo kwamba wana wasiwasi mkubwa kuhusu kuzuka upya kwa uhasama katika ukanda huo. Falconer ameongeza kusema kuna hatari kubwa kwa Israel kwa kuwa Israeli inachukua hatua nje ya utetezi wake halali. Alipoulizwa kuhusu hatua ya Israeli ya kuzuia misaada, Falconer alisema kuwa amebainisha kuna hatari kubwa ya ukiukwaji wa sheria ya kimataifa ya kibinadamu kutoka kwa serikali ya Israel na kwamba wataendelea kushinikiza kuhusu masuala hayo. Wakati huo Ujerumani imetoa wito wa uchunguzi baada ya wahudumu 8 wa afya kuripotia kuuawa katika ukanda wa Gaza. Msemaji wa ofisi ya mambo ya nje mjini Berlin amesema leo kuwa wanaamini uchunguzi wa kina unapaswa kufanywa kuhusu matukio hayo. Paris. Kiongozi wa chama cha National Rally cha Marine Le Pen, Jordan Bardella, leo amekanusha nia kuishinikiza mahakama ya Ufaransa kwa maandamano ya kumuunga mkono kiongozi huyo mkongwe wa siasa kali za mrengo wa kulia baada ya kupatikana na hatia ya ubadhirifu na kupigwa marufuku kugombea wadhifa wowote wa umma. Alipoulizwa kuhusu maandamano hayo ya Jumapili ya kupinga uamuzi huo wa mahakama, Bardella amwambia waandishi wa habari katika bunge la Ulaya ambapo pia anahudumu kama mbunge kwamba maandamano hayo sio njama. Bardella ameongeza kuwa kinyume chake ni utetezi wa wazi na wakina wa uongozi wa sheria na demokrasia ya Ufaransa. Bardella amesema hukumu hiyo haijabadilisha chochote katika uhusiano wake na Le Pen na akaongeza kuwa imewaleta pamoja zaidi. Pia amesema kuwa yuko upande wa Le Pen na hilo halitabadilika. New York. Balozi wa Ufaransa katika Umoja wa Mataifa Jerome Bonafont amesema umoja huo utaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bonafont amesema hayo kwa vyombo vya habari wakati nchi yake inachukua uongozi wa baraza hilo kwa mwezi huu wa Aprili. Bonafont amesema siku chache zilizopita walipata maelezo kutoka kwa mjumbe maalum wa umoja huo nchini Kongo aliyewaeleza kuhusu hali ilivyo. Et nous avons eu un briefing il y a quelques jours de la... Alisema kwamba uhasama unaendelea. Alisema kundi la M23 linaendelea kusonga mbele na kwamba vikosi vya Rwanda vinaendelea kulisaidia. Alitaja ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu na vikwazo kwa uwezo wa MONUSCO kutekeleza majukumu yake. Exercer sa mission. Donc Bonafont pia amesema baraza hilo la usalama lilitaja haja ya dharura ya kusitisha mapigano wakati kundi hilo la M23 limechukua udhibiti wa maeneo makubwa ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini nchini Kongo, huku njaa na mapigano yakisababisha watu wengi kupoteza makazi yao. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Bangkok. Ubalozi wa China mjini Bangkok, Thailand umetoa wito kwa kampuni za China zinazofanya kazi katika mataifa ya nje kufuata sheria za ndani za nchi hizo baada ya kampuni moja ya ujenzi ya China kuwekwa chini ya uchunguzi kutokana na ajali mbaya ya jengo ambalo liliporomoka katika tetemeko la ardhi mjini Bangkok wiki iliyopita. Jana jioni, ubalozi huo ulitoa salamu za rambirambi kutokana na kuporomoka kwa jengo hilo na kuzihimiza kampuni zake kuzingatia kikamilifu sheria za Thailand. Kwenye chapisho katika ukurasa wa Facebook kwa lugha ya Thai, ubalozi huo umesema serikali ya China mara kwa mara imezihimiza kampuni za nje ya nchi kuzingatia sheria za mahali zinakohudumu na kuchangia katika maendeleo chanya ya jamii. Ubalozi huo umeongeza kuwa serikali yake imetuma timu ya wataalam ya uokoaji na wafanyakazi wa misaada ya majanga kusaidia katika mkasa huo wa Bangkok na kuahidi kuendelea kuisaidia Thailand kama inavyohitajika. Hatimaye Nairobi. Kenya leo imekanusha kwamba ilijadili mpangilio mpya wa madeni na waziri wa fedha wa China baada ya kurekebisha chapisho kwenye mtandao wa kijamii lililotolewa baada ya mkutano kati ya mawaziri wa fedha wa mataifa hayo mawili uliofanyika mjini Beijing. Katika chapisho hilo la leo asubuhi kwenye mtandao wa X, Wizara ya Fedha ya Kenya ilisema kuwa waziri huyo wa China alielezea kujitolea kusimamia mazungumzo kuhusu urekebishaji wa madeni na ufadhili wa masharti nafuu kusaidia uthabiti wa kiuchumi wa Kenya. Taarifa hiyo ilifutwa baadaye na kuchapishwa tena bila kutaja mabadiliko ya malipo ama ufadhili wa masharti nafuu. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
DW Dunia Yetu leo jioni. Tatu Karema, asante sana kwa taarifa ya habari za ulimwengu, na yapo mengi tuliokuandalia jioni hii, ila haya ni miongoni tu mwa utakayoyasikia. Israel yasema leo kwa operesheni yake ya kijeshi katika ukanda wa Gaza inatanuliwa ili kuyakamata maeneo makubwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukutana na washirika wake wa mataifa ya magharibi kujadiliana kuhusu uwezekano wa kupelekwa wanajeshi Ukraine. Na Kenya yaadhimisha miaka 10 ya mauaji ya karibu wanafunzi 150 waliofariki katika shambulizi la kigaidi lililofanyika katika chuo kikuu cha Garissa kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Kumbuka tupo mubashara katika mtandao wa kijamii wa Facebook na hata katika chaneli yetu ya YouTube DW Kiswahili. Andika maoni yako huko, kisha baadaye nitayasoma moja kwa moja hapa studioni. Usisahau pia matangazo haya ya moja kwa moja unaweza pia kuyasikiliza katika tovuti yetu ya dw.com/Kiswahili. Jioni hii tunaanzia Mashariki ya Kati ambapo Israel imesema leo kuwa operesheni yake ya kijeshi katika ukanda wa Gaza inatanuliwa ili kuyakamata maeneo makubwa. Hayo ni wakati maafisa kwenye hospitali ndani ya ukanda huo wa Kipalestina wakisema kuwa mashambulizi ya usiku kucha ya Israel yamewaua zaidi ya watu 40 wakiwemo watoto. Bruce Amani na ripoti kamili. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema mashambulizi ya Israel huko Gaza yanatanuliwa ili kuwaangamiza na kuwafurusha wanamgambo katika eneo hilo. Aidha, amesema watakamata maeneo makubwa ambayo yataongezwa kwenye sehemu za kiulinzi za taifa la Israel. Serikali ya Israel kwa muda mrefu imedumisha eneo la ulinzi ndani ya Gaza kando ya uzio wake wa usalama, na eneo hilo limetanuka zaidi tangu vita ilipoanza mwaka wa 2023. Israeli inasema eneo hilo la ulinzi linahitajika kwa ajili ya usalama wake, wakati wa Palestina wanaliona kuwa unyakuzi wa ardhi unaoupunguza kwa kiasi kikubwa ukanda huo mwembamba wa pwani ambao ni nyumbani kwa watu milioni 2. Matamshi yake majiri baada ya Israel kuamuru wakazi kuhama mji wa kusini wa Rafah na maeneo yaliyo karibu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amerudia miito kwa Hamas kusalimisha silaha, akisema matumizi ya shinikizo la kijeshi ndio njia pekee ya kuwarejesha nyumbani mateka 59 waliobaki. Kuanzia sasa Israel itachukua hatua dhidi ya Hamas kwa nguvu kubwa, na kuanzia sasa na kuendelea mazungumzo yatafanyika tu wakati mashambulizi yakiendelea. Hamas tayari wamehisi uzito wa nguvu yetu katika saa 24 zilizopita, na ninataka kuhakikishia huu ni mwanzo tu. Israel iliendeleza kuilenga Gaza huku mashambulizi ya angani ya usiku kucha yakiwaua watu 17 katika mji wa kusini mwa Khan Yunis. Watu wengine 15 waliuawa kwenye shambulizi kaskazini mwa ukanda huo hii leo, kwa mujibu maafisa hospitali ambazo miili hiyo ilipelekwa. Watu hao wakiwemo watoto 9 waliuawa kufuatia shambulizi kwenye jengo la ofisi za shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA katika kambi ya wakimbizi ya Jabalia. Ni mmoja wa waliopoteza makazi. Hali hii itaendelea hadi lini? Tumechoka. Wanasema sisi wastahamilivu. Hatuna ustahamilivu. Tunakufa, tunaangamia kwenye dunia hii. Waache watuangamize na kutupunguzia mateso. Nayo wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani imesema Wajerumani 19 wamefanikiwa kuondoka Gaza pamoja na jamaa zao wa karibu baada ya mazungumzo na maafisa wa Israel. Taarifa ya wizara hiyo imesema raia hao waliondoka Gaza kwa kutumia kivuko cha mpakani cha Kerem Shalom, kisha walitumia ndege kutoka kusini mwa Israel na kuelekea Ujerumani moja kwa moja. Bruce Amani, asante sana kwa ripoti hiyo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kukutana na washirika wake wa mataifa ya magharibi kujadiliana kuhusu uwezekano wa kupelekwa wanajeshi Ukraine, wakati ambapo pia ameishutumu Urusi kwa kushambulia kwa makusudi miundombinu ya nishati ya nchi yake. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika ripoti ifuatayo. Akizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani anayemaliza muda wake Annalena Baerbock, Zelensky amesema kundi dogo la nchi hizo liko tayari kupeleka vikosi vyake Ukraine.
Kulingana na Zelensky, mkutano huo utakaofanyika siku ya Ijumaa utawajumuisha wakuu wa majeshi wa Ukraine, Ufaransa na Uingereza pamoja na nchi mbili ambazo zimeonyesha utayari wa kupeleka wanajeshi wake kupitia kile kinachoitwa muungano wenye dhamira kwa lengo la kusimamia makubaliano ya kusitisha mapigano yanayotazamiwa kupatikana kupitia juhudi za Marekani. Hata hivyo, Urusi imepinga vikali hatua ya kupelekwa wanajeshi wowote wale Ukraine kutoka katika mataifa ya NATO. Ujerumani imeweka wazi msimamo wake wa kutopeleka wanajeshi wake. Zelensky amesema mkutano huo utaangazia mfumo mpya wa usalama kwa Ukraine. Kuna mazungumzo ya kina yanaendelea. Naamini kwamba tutapokea majibu thabiti zaidi kulingana na mapendekezo yetu Ijumaa hii. Nadhani kutokana na kile nilichokiona kutoka kwa jeshi letu leo, wamejiandaa kwa mkutano huu. Nadhani kutakuwa na mikutano kadhaa zaidi. Wakati huo huo, Rais Zelensky ameshutumu Urusi kwa kushambulia kwa makusudi miundombinu ya nishati ya Ukraine na amewatolea wito washirika kuongeza shinikizo kwa Urusi kusitisha mashambulizi yake. Rais huyo wa Ukraine amebainisha kuwa Urusi imefanya mashambulizi mengine ya makusudi kwenye majimbo ya Sumy na Dnipro na kuharibu miundombinu ya nishati ya umeme, hatua iliyosababisha maelfu ya watu kukosa umeme. Huku hayo yakijiri, mjumbe wa ngazi ya juu wa Urusi Kirill Dmitriev anatarajiwa kuwasili nchini Marekani wiki hii kwa mazungumzo na utawala wa Rais Donald Trump. Dmitriev ambaye ni mkuu wa hazina ya fedha za kigeni ya Urusi aliyeteuliwa mwezi uliopita kuwa mjumbe maalumu kwenye masuala ya uchumi wa kimataifa na ushirikiano wa uwekezaji atakutana na mjumbe maalumu wa Marekani Steve Witkoff. Dmitriev na Witkoff wanatazamiwa kuzungumzia njia za kuimarisha uhusiano wa nchi zao, wakati huo wakisaka njia ya kukomesha vita nchini Ukraine. Ama kwa upande mwingine, Ujerumani imezielezea juhudi za Rais Trump za kutafuta amani ya vita vya Urusi na Ukraine kama zilizokwama. Akizungumza jana, Baerbock alisema kutokana na mkwamo kati ya Marekani na Urusi kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano, ni muhimu sana kwa washirika wa Ulaya kuendelea kuiunga mkono Ukraine katika vita. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi kwa upande wake amesema ni jambo la kutia moyo kuona kwamba mazungumzo kati ya Marekani na Urusi kuhusu kutafuta suluhu bado yanaendelea. DW tunavuma kwa kishindo.